Sasa jinsi gani tunajikinga? Cha kwanza hakikisha kama una ugonjwa wa acid reflux, yani kama una ugonjwa wa acid reflux hakikisha kwamba unautibu vizuri, na uzuri kwamba tumeshatanguliza haya masomo, unaweza ukarejea ukajifunza kama haukuyapata. Utibu vizuri kwa sababu acid reflux ni mojawapo ya ugonjwa ambao unaongeza hatari ya kupata saratani ya koo. Kumbuka saratani mara nyingi huwa hazina chanzo cha moja kwa moja. Kunakuwa na vitu vingi tabia fulani ambazo kwa pamoja zikichanganyikana zinatengeneza hatari ya kupata ugonjwa. Kwa hiyo mojawapo ni hiyo acid reflux. Acid reflux, acid inapokuwa inarudi kwenye koo. Nisema acid kwenye koo sio sehemu yake. Kwa hiyo inapotoka tumboni inarudi kwenye koo, inaunguza zile seli ambazo zipo hasa mwanzoni. Yaani tumbo, chukua hii mic kama tumbo na koo. Hapa kwenye kidunguli tumbo, hii mlija wake koo. Kwa hiyo hapa katikati hizi seli ambazo zipo kuanzia kwenye tumbo linapoishia kuja kwenye koo la chini, sasa manake hapa ndio zinawahi kuathirika sana, kwa sababu asidi inavorudi inaziunguza. Kwa ile kuunguzwa mara kwa mara zinatengeneza chronic inflammation ambayo inazilazimisha hizo seli zibadilike tabia ili ziweze kuendana na ile hali ya acid. Kwa hiyo katika kuendana na ile tabia, kwa sababu hazijaumbwa kuwa hivyo, zinaanza kubadilika, zinajitengenezea utaratibu wake na zinaweza zikawa saratani. Kwa hiyo tibu acid reflux ni muhimu sana. Tibu vizuri. Usiwe unategemea tu dawa. Yaani tibu vizuri, uhakikishe kwamba unaiondosha kabisa. Kitu cha pili, epuka matumizi ya pombe. Matumizi ya pombe. Tunashukuru kwamba mwongozo ya hivi karibuni inatuambia kwamba hakuna safe limit ya kunywa pombe. Zamani walikuwa wanasema kwamba kuna kiwango kifulani cha kunywa pombe ni salama kiafya. Hakuna cha safe limit ya kunywa pombe. Pombe ni pombe, hata glasi moja haifai. Inakuongezea hatari ya kupata saratani ya koo. Kitu cha tatu au jambo la tunaweza kufanya kujikinga ni kuepuka vinywaji vya moto sana. Kuna watu ambao wanapenda kunywa vitu vya moto sana. Yaani ile chai ambayo wewe ukiweka tu hivi unasikia unaungua, yeye ndo amezoea na kunywa. Hasa watu ambao wanaishi kwenye maeneo yenye baridi. Watu wa Iringa, Mbeya wanapenda sana kufanya hivyo. Hiyo tabia ya kunywa vitu vya moto sana vinaweza vikalazimisha zile seli, ukifanya kwa muda mrefu unazibadilisha zile seli zao zikawa saratani. Lakini inaenda pamoja sababu na zile wanaokunywa vitu vya baridi sana. Yaani mtu anachukua kitu kwenye friji kinatoa maji hivi barafu. Ikiwa ni tabia hivyo ya mara kwa mara, inakuongezea hatari ya kupata saratani ya koo.